kisiasa nchini Zimbabwe na Msumbiji, kwani upinzani nchini Zimbabwe unailaumu serikali kwa kutengeneza sheria dhidi ya siasa za upinzani. Nchini Msumbiji nako, kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane anaendelea kukilaumu chama cha Frelimo kwa udanganyifu wakati wa uchaguzi na anajiona kama mshindi halali wa uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 9 mwaka 2024. Kuliangazia hili katika Amka na BBC asubuhi hii, tunaangazia kipi kifanyike kumaliza mivutano ya kisiasa katika nchi zenye migogoro iliyosababishwa na siasa. Awali nimezungumza na Dennis Konga, mtaalamu wa masuala ya usalama na diplomasia, pamoja naye ni Abbas Yusuf, mkazi wa Msumbiji, anayeanza kueleza kilichojadiliwa katika mdahalo wa vyama vya upinzani bila ya kumshirikisha kiongozi mkuu wa upinzani. Kwanza, jambo la msingi sana ni kwamba wameweza kufika na kukubali kwamba hii ni nchi, lazima waendelee kuwa nchi, kwa maana ya kwamba Venancio Mondlane amerudi nyumbani na ameweza kukubaliana na hali iliyopo, kwa maana ya kwamba sasa rais wa nchi Daniel Chapo ameweza kuapishwa. Lakini jambo ambalo ni kubwa ambalo limetokezea hapa siku ya Jumanne, Venancio aliweza kuitwa kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka, na yeye mwenyewe anasema alihojiwa kwa takriban saa 10 na anasema alijibu yale maswali akionyesha kwamba hana chochote ambacho anaweza akahusika nacho kuhusiana na yale machafuko yaliyotokea ndani ya nchi. Yeye kugeuza kibao na kusema anayehusika ni Rais Daniel Chapo, ni maana ni kusema chama cha Frelimo ndio ambacho kinahusika zaidi na yale ambayo yametokea ndani. Hii inamaanisha nini? Ni kwamba bado tunahitaji kuona kuna mustakabali. Wananchi lazima waweze kujua nchi yao inaenda wapi, na maana yake ni kwamba wanauliza maswali kwa mifumo na misingi ya nchi, kwa namna gani inaweza kujipia yale ambayo yanatokea, kwamba haya yaliyotokea ni kutokana na sisi wenyewe kushindwa kutimiza yale majukumu ya kwetu ya kinchi kama nchi, na si tu kwa kuvisingizia vyama, lakini pia watu wamehusika kuweza kufikia hapa walipofikia, kwa sababu watu wamekufa na miundombinu mingi imeharibiwa. Naam, Yusufu, utakumbuka vyema kwamba Rais Chapo wa Msumbiji aliitisha mdahalo baina yake na vyama vya upinzani. Unaweza kutufahamisha kwamba walijadili nini hasa? Wale wameitisha mdahalo, lakini kama wananchi hatujaambiwa lolote. Amechagua, kuna vyama kama 3-4 hivi amechagua, wakaenda wakakaa, basi wakasaini document zao, lakini hawajatuambia chochote kama si wananchi. Vyama vyote vya upinzani kikiwemo chama cha Mondlane vilihudhuria. Kutokana na mkutano huo, sasa wananchi wenyewe wanasemaje? Wewe jua kama Mondlane hakuwa na chama. Wamefanya chama chao, lakini wakamwambia document hazijakamilika, hiki chama hichi hakiwezi kwenda kwenye upinzani. Basi ndo tukikaa pembeni. Sasa akaenda kaingia chama chingine. Sasa kile chama walipokwenda kwenye uchaguzi, anapodai yeye Mondlane, kile chama kimeshinda. Lakini kama unavyojua vyama vyetu sisi huko Afrika havitakidi kutoka madarakani hawakutaka. Sasa yeye Mondlane akasema kama ndio hivyo, basi afadhali sisi tunakaa hivi, hatuendi kusaini document kama Frelimo ameshinda. Sasa wale wenyewe chama ambaye kaingia Mondlane, wao wamemzunguka Mondlane, wakaenda kule wakasaini document. Sasa kitu kama kile akijanogesha pala kwa Mondlane wala kwa wananchi, kwa maana kile chama kimepata watu kwa ajili ya Mondlane. Sasa walipofanya hivyo, wananchi wote ambaye wanafuata Mondlane wakakasirika. Sasa Mondlane ndo akafanya document ya kuachana na kile chama. Kwa sasa hivi Mondlane hana chama, yeye yuko tu. Sasa na wananchi wote wanampenda Mondlane. Popote ambaye Mondlane anaenda, watu wanaenda huko. Sasa kile chama kimehudhuria huo mdahalo na walikwenda kula wakasaini hizo document, lakini Mondlane hajakwenda, kwa maana wameachana kabisa. Tazama hili kwamba Rais Chapo kutomwalika mpinzani wake mkuu katika mdahalo wa kisiasa, unaweza ukasema hii inaashiria nini? Sasa ukiwauliza ndani wanasema kwamba serikali au Rais Dani aliweza kumwalika Venancio Mondlane, lakini Venancio alikataa. Lakini ukienda ndani zaidi wanasema kwamba aliachwa pembeni, ikiwa ni turufu ya kutaka kumuonesha kwamba sasa ni nani ni rais wa nchi, ni nani kiongozi mkuu wa nchi, jambo ambalo ni baya, kwa sababu unajua, tuache utani, masuala ya nchi hayaachiwi kwa watu wachache, ni ya wananchi wote. Kwa hiyo ukishakuwa rais, unakuwa ni rais hata kwa wale ambao hawakukuchagua au hawakukubali
kwa sababu wao wana watu kuzungumza. Kwa mfano Venancio Mondlane wana watu wengi, na hasa vijana ambao ni wengi katika nchi nyingi za Kiafrika. Kwa hiyo sisi wengine tukashangazwa kuona kwamba inakuwaje yanatokea haya, kwa sababu ni kwa ajili ya nchi, sio kwa ajili ya vyama vyetu, sio kwa ajili ya mrengo ambao tunakuwa tunayamini, ni kwa ajili ya nchi, kwa sababu nchi itaendelea kuwepo hata pasipo kuwepo hivi vyama. Vyama vitakuja leo, vyama hivi vitaondoka, lakini nchi itabakia kwa nchi, na lazima tuhakikishe kwamba nchi inabakia kwa ipo hapo. Kwa hiyo tunashangaa kwa nini haya yanatokea. Wakati unashangaa hilo, sikiliza, vuta ni kuvute ya kisiasa, Dennis Konga, kati ya upinzani na serikali nchini Zimbabwe, ambapo wanaharakati wa upinzani wamekuwa wakikamatwa na kufungwa, akiwemo kiongozi wa upinzani nchini humo Jameson Timba, ambaye pia anadaiwa kuchochea ghasia. Hali hii inatokana na mabadiliko ya kisiasa ambayo yanakumba nchi hizi kwa sasa, ama sababu ni ipi nyingine, Konga? Unajua, inashangaza sana, na ndio hapo wengine wanasema demokrasia haijawahi kuwa ni utamaduni wa Kiafrika. Hii hasa demokrasia magharibi. Lakini kama tungetumia demokrasia ya kwetu ya Kiafrika ambayo waliotangulia walikuwa wanazungumza habari ya kukaa pamoja na kuzungumza, labda haya mengine yasingekuwepo. Lakini ukiacha kusingizia demokrasia, utagundua kwamba bado maslahi binafsi ya makundi ya watu ambayo hayazingatii makundi ya watu wengine ndio yanakuwa yanapewa kipaumbele. Na hii sasa inaharibu sasa ile taswira. Ndio maana watu wengine wanaamua kuja na kuzungumza na wanapata uungwaji mkono. Unajiuliza, kama serikali inafanya vizuri, kwa nini kunakuwa misigano hii? Ni kwamba mambo hayawi sawa, na kama hayawi sawa, watu watatafuta sehemu ya kuweza kupumua na kusema yale yanayowakera. Lakini bahati mbaya ni kwamba upande ambao unakuwa una nguvu ni ule ambao unaunda serikali, ndio una vyombo vinaweza kudhibiti hali na vyombo vingine vya ulinzi. Lakini kwa nini tusizungumze kwa maana ya kutunza nchi zetu? Na ndio hapo unakuja nasema labda demokrasia hii ya kimagharibi sio utamaduni wetu sisi Afrika. Lakini kama tukitazama kwa undani, tunagundua kwamba ni kwa sababu maslahi ya watu binafsi yanakuwa ya nafasi kubwa kuliko ni maslahi hata ya kinchi. Na pamoja na yote hayo, Yusufu, hali ya usalama ikoje kwa sasa nchini Msumbiji? Hali haiko vizuri. Kila mtu anajiogopa. Polisi wanaua. Basi tu akajua kama huyu hapa yuko pamoja na Mondlane, sijui ni mkuu hapa, sijui watu wanamtafuta mapolisi, anaweza kauawa. Basi yoyote yule ambaye yuko na Mondlane anajiogopa. Yusufu, siku ya Jumanne kuna taarifa kwamba kiongozi wa upinzani Mondlane alifika kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka kujibu mashtaka dhidi yake ya vurugu baada ya uchaguzi. Kipi kilichozungumzwa? Basi amekwenda pale asubuhi, wamekaa kule kama saa 10, ndo akatoka akaja pale. Wanahabari walikuwa wanamsubiri mpaka akatoka. Basi akaja pale akahojiwa, yeye akasema mimi nimekwenda, wao wameniita, lakini sijaambiwa kama imefunguliwa mashtaka kwa ajili ya hiki. Mpaka sasa mimi sijui. Na wananchi wapo pale wanamsubiri, wanasema sisi hapa tunaona wewe hauna usalama, tunataka tukuchukue hapa, sisi tunakwenda hapa mpaka nyumbani kwako, tujue kama umeingia ndani, basi hapo ndo tutafurahi. Lakini kama hivyo sisi hatutaki, tutakuchukua mpaka nyumbani. Ziko tetesi kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anajiandaa kuwania tena muhula wa 3 madarakani. Kama tetesi hizi zina ukweli, hudhani kutazidi kuchochea ghasia nchini humo? Msingi mkuu wa utawala wa nchi zote ni katiba ya nchi, na katiba imetoa vipindi vizuri. Na mimi nashangaa ni nini kinatokea kwa Emmerson Mnangagwa. Na ukiangalia, bahati mbaya nyingine ni kwamba siasa zinaingia hapa. Unaona, umoja wa vijana unatamani kuona kwamba yeye akiongezewa miaka mingine, yani kwa maana yeye akikiuka tena katiba, na yeye anaonesha kuwa yuko tayari kukiuka katiba. Lakini mwanzoni akiingia mwaka 2017 alisema kwamba ataiheshimu katiba. Unajiuliza sasa nini kinatokea? Na ugundua lile swala la kwamba maslahi binafsi ndio yanakuwa yana nguvu kuliko ni maslahi ya nchi, maslahi ya wananchi kwa ujumla watu. Sasa nini kifanyike kumaliza mivutano ya kisiasa katika nchi zetu za Afrika, Dennis? Kwanza ni kuheshimu taratibu, mila na desturi ambazo kwa sehemu kubwa zinawekwa sawa kimaandishi kupitia katiba za kwetu. Lakini jambo la pili, basi viongozi wetu wawe na aibu. Unajua, tukianza kuzungumza swala la elimu, wengi wamesoma elimu makubwa, wanafahamu vitu vingi kuliko kawaida, lakini kikubwa ambacho ni kibaya tunacho ni kwamba wengi hawana aibu kwao wenyewe na hawana aibu kwa wale watu ambao wanaongoza, ambao hao wanawaambia kwamba wanafaa sana kuwa viongozi. Si kweli kama unafaa kuwa kiongozi. Ukishaongoza, umeshika kijiti kwa wakati, waachie wengine waweze kupeleka mbele gurudumu la maendeleo kwa nchi. Ni Dennis Konga, mtaalamu wa masuala ya usalama na diplomasia, pamoja naye Abbas Yusuf, mkazi wa Msumbiji.